Ninapokaribia kuhitimisha, hebu nizungumze kidogo baada ya mipango ya baadaye. Kwamba kwa sababu na sisi tunaiona kesho na tunaangalia jinsi ambavyo tunaweza kuwa kesho. Kuwepo, yani kuwa relevant katika kesho. Ya kwanza lengo letu sisi ni kujikita kutoa huduma ambayo itakuwa ni comparable kwa yoyote kimataifa. Lakini ya pili ni ujenzi wa hospitali ya kisasa ya utengamao ambayo ni rehabilitation center ya aina yake katika ukanda huu, na hii itafanyika katika kiwanja cha ukubwa hekari 10 kilichopo Mbweni Mpiji, Dar es Salaam. Kupunguza msongamano wa wagonjwa kwa kuhakikisha kwamba ile miradi inakamilika na kuhakikisha kwamba inakuwa tayari kufanya kazi, na kwa namna hiyo kupokea wagonjwa hao na kupunguza kwa kiwango kikubwa kabisa aina ya msongamano ambao upo katika taasisi yetu. Zile tiba mkoba ambazo tulikuwa tumezizungumza, mkiangalia kwa makini, tumeenda kwa baadhi ya mikoa tu na mingine tulikuwa tujafika. Kwa hiyo tunavyoendelea, tuna mkakati wa kwenda Geita, Kagera, Kigoma, Manyara, Mara, Ruvuma pamoja na Tanga. Kwa utakapojumlisha na ile ya mwanzo, utakuta kwamba tutakuwa tumeshafikia mikoa yote katika nchi yetu. Lengo sio kwenda kuhudumia na kurudi, lakini ni kuacha ujuzi na kuwawezesha wataalamu walio katika sehemu zile waweze kusaidia wananchi pale walipo. Kuna baadhi ya huduma ambazo tunazifikiria kuzianzisha za kibobezi ambazo hazipatikani kabisa katika nchi yetu. Kwa mfano, benki ya mifupa. Hii ni pana kidogo, lakini itoshe kusema ni bone bank ambayo itatengenezwa pale kwetu, alafu na kujijengea uwezo wa kuweza kutibu magonjwa aina ya Parkinson's. Na magonjwa haya ni yale ambayo yanapelekea watu kuendelea kutetemeka muda wote bila kuweza kujimuru. Tunaamini kabisa kwamba kama haya yote tutakuwa tumeshafanyikisha katika taasisi yetu, kitakachobakia itakuwa tu sasa ni tunafanya kwa ubora kiasi gani. Lakini mtu yoyote atakuwa na uwezo wa kupata tiba hizi thabiti na kamili pale kwetu.